Naam, ni jukumu langu kukusalimu kama mkizi adhimu kabisa ya lugha ya Kiswahili. Habari yako mtazamaji wa Mlimani TV, na karibu sana katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni katika kipengele chake cha kwanza kabisa cha yasemavyo magazeti. Nitakaye kupitisha katika vichwa mbalimbali vya magazeti kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Juhudi Kisuse. Karibu sana. Tukianza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika waliotemwa na Samia kuwania majimbo haya. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili. Majaliwa awapigania wachimbaji wadogo, ataka taasisi za fedha ziwakopeshe, na ni baada ya kuzindua mitambo ya bilioni 12.4. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Msaada wa kisheria wamfichua baba mdhalilishaji. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Tukigeukia kurasa za nyuma mahususi kwa ajili ya habari za michezo, lenyewe gazeti hili limeandika tusikimbiane leo. Habari hii unaipata katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili. Shime akoshwa maandalizi WAFCON. Habari hii pia unaipata katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili. 25 warejesha fomu uchaguzi TFF. Ni wakina nani hao? Jipatie nakala yako uweze kupata taarifa hii kwa undani zaidi. Naam, tukigeukia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, lenyewe limeandika panga pangua ya Samia yakoreza joto uchaguzi. Ma-RC, ma-DC, mkurugenzi TRC wajitosa majimboni, na daa nako kwa fukuta. Habari hii unaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe. Makala afunguka chama kusitisha ziara, mikutano na makongamano. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe. Daktari Nchimbi asema CCM kufanyia kazi maoni ya viongozi wa dini. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Chadema yajitutumua na yasema bado iko ngangari. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe. Tukigeukia kurasa za nyuma mahususi kwa ajili ya habari za michezo na burudani, lenyewe limeandika watano kumvaa Karia uraisi TFF. Habari pia unaipata katika ukurasa wa nyuma. Bingwa ligi kuu hadharani, Simba kupigwa faini kufuatia kuingia mitini katika mkutano rasmi. Habari pia utaipata katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili. Tukiligeukia gazeti la Uhuru ukweli daima, lenyewe limeandika kwa maandishi makubwa Rais Samia awashika mkono wachimbaji. Daktari Nchimbi asema tutalinda amani kwa nguvu zote. Habari unaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Wataalam 1546 waajiriwa kukabili tatizo afya ya akili. Habari unaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Daktari Mwinyi awavaa wavamizi wa ardhi. Habari unaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Makala avunja ngome Chadema. Habari hii inaendelea katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Tukigeukia katika kurasa za nyuma mahususi kwa ajili ya habari za michezo na burudani, nyewe limeandika dabi ya hukumu, Yanga na Simba kumaliza ubishi leo. Ahua Mzize vita ya mabao ligi kuu bara. Habari unaipata katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili. Simba waingia mitini. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 23. Tukigeukia gazeti la Mwananchi, gazeti la Mwananchi Tanzania, lenyewe limeandika mkeka wa Samia moto majimboni, awapa fursa wakuu wa mikoa na watendaji wanaotajwa kuutaka ubunge. Wadau wa CCM, wadau wa siasa waeleza watakavyoongeza joto, huko CCM ikipiga marufuku mikutano ya watiania na wajumbe wa kura za maoni. Habari unaipata katika ukurasa wa 15 wa gazeti hili la Mwananchi. Mwigulu ajibu hoja za deni, bajeti yapita. Habari unaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Wataalam waeleza sababu za kukosa hedhi. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Na tukigeukia gazeti la Mwanasport katika kiu ya michezo, lenyewe limeandika ile siku ndo leo. Habari picha ikionyesha kocha wa klabu ya Yanga na klabu ya Simba, lakini kwa
picha ya ukubwa kabisa wachezaji wa klabu ya Dar es Salaam Young African na wachezaji wa Simba Sports Club. Yanga yashusha kiungo na yaficha kambini. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mamelodi Fluminense saa 4 usiku leo. Hiyo ni ratiba ya michezo ya kombe la dunia kwa vilabu ambayo inaendelea kule nchini Marekani. Na mpaka kufikia hapo sina la ziada katika kipengele cha kwanza cha yasemavyo magazeti kutoka hapa Mlimani TV. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante na nikutakie siku njema.